Promova TV, a home of testimonies. Karibu katika mwendelezo wa ushuhuda wa kweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku wa huko nchini Kongo, na hii ni sehemu ya 21. Mimi ninayekualika ni msimuliaji wako kwa jina Jacktan Msafiri. Unaweza kunifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini mhariri wa sauti katika ushuhuda huu ni Eric Audax. Kumbuka unaweza kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova. Karibu sana. Kisha Mwenyezi Mungu akaniambia, Musa, panda juu ya mgongo wangu. Ninataka kukuongoza katika safari ya siku zijazo. Mpendwa, kumbuka kwamba Bwana alikuwa tai mkubwa alipokuwa akizungumza nami. Aliponiomba nipande juu ya mgongo wake, mara moja nilishikwa na neno lake na nikapata ujasiri wa kupanda juu ya mgongo wake, kwa maana Bwana anenapo neno lake hukushika na kukufanya utekeleze. Aliyekuwa anaabudiwa na mbingu yote alikuwa mbele yangu kwa umbo la tai, na akakunjua bawa lake, nami nikapanda mgongoni mwake. Bwana ambaye alikuwa tai mkubwa aliruka kwa kasi angani. Akasema, Musa, sasa tunasafiri kuelekea siku zijazo. Ndugu yangu, tulisafiri hadi sehemu kubwa. Ilikuwa ni ukumbi mkubwa ambapo niliona kiti cheupe cha enzi cha Bwana, na ninashangaa kwa maana inaonekana kama Bwana alikuwa na viti vingi vya enzi. Upesi nikamwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na mbele ya kiti chake cha enzi palikuwa na meza ambayo juu yake palikuwa na kitabu kikubwa. Mahali hapa palikuwa ni ukumbi wa kiti cheupe cha hukumu. Palitenganishwa na mstari mwekundu ambao ulikwenda zaidi ya macho yangu. Bwana Yesu alisema, hapa ndipo mahali pa hukumu ya kiti cheupe kilicho tayarishwa tangu 2007. Baadaye Bwana akasema, nitatoa agizo kwa walinzi wa kanisa langu kutoka kote ulimwenguni kuhudhuria uwepo wangu. Ndugu yangu, wakati Bwana alipokuwa akizungumza kwa njia hii, kwa sekunde moja niliona maelfu ya malaika wang'avu wasiohesabika waliojitokeza katika jumba hili. Walitoka katika makanisa ya pande 4 za dunia ambako wametumwa. Nilipigwa na butwaa kwa kasi walioionesha, kwa maana mara tu Bwana alipozungumza moja kwa moja walijidhihirisha kwa kasi ya ajabu. Kisha Bwana akawaambia hawa malaika walinzi wa kanisa lake, ninataka ninyi nyote kuweka mkono wenu juu ya kitabu cha uzima na kuapa juu ya kitabu hiki. Niliona kwamba kitabu cha uzima kilikuwa kama daftari kubwa, na nikaona malaika wasiohesabika wakiweka mikono yao juu ya hiki kitabu na kula kiapo. Bwana Yesu akasema, katika kitabu hiki cha uzima mna mema na mabaya yanayofanywa na watu duniani. Wale watendao maovu watakwenda upande mmoja, na waliofanya mema watakwenda upande mwingine. Biblia inasema katika Mathayo sura 25 mstari wa 31 hadi 35,
wakati mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha enzi cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanywa mbele zake, naye atajitenga kama vile mchungaji agawavyo kondoo zake na mbuzi, naye atawagawa kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Lakini pia Ufunuo 14:12 nasema, hapo ndipo penye subira ya watakatifu, nao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Bwana Yesu Kristo aliniambia, jitayarishe, kwa maana ninataka kuwaonesha wanadamu kwa mara ya mwisho. Hukumu yangu iko karibu. Watu wasingependa kuona matokeo ya mambo yatakayotokea mahali hapa. Nilikuwa nikishangaa kwa nini malaika walikuwa wamekula kiapo juu ya hicho kitabu cha uzima. Bwana Yesu alisema, niliwataka malaika wangu walinzi wa kanisa langu kula kiapo, ili watakaporudi ulimwenguni waweze kulitayarisha kanisa langu. Walikula kiapo hiki cha kuandaa kanisa langu, na kurudi kwa malaika hawa kwenye makanisa yao, ambapo wao ni walinzi, ni mwanzo wa maandalizi ya unyakuo wa kanisa. Musa, twende tuzuru kanisa langu, Bwana alisema. Wakati Bwana aliposema nenda na utembelee kanisa langu, mara moja niliona kwamba nilikuwa nikienda katika kasi isiyoelezeka kwa makanisa mbalimbali ya ulimwengu. Nilikuwa nikitembelea makanisa mbalimbali ya dunia kwa kasi ya sekunde. Nilitambua kwamba Bwana amenipa kazi yake ili niweze kusonga kama yeye. Nilipokuwa nikihama kutoka kanisa moja hadi jingine kwa kufumba na kufumbua macho, niliona kwamba katika kila moja ya makanisa haya ya ulimwengu kulikuwa na malaika mlinzi kwenye kona. Hawa walikuwa ni malaika wa makanisa waliotumwa kulinda makanisa ya mahali. Hawa ndio malaika waliokula kiapo juu ya kitabu kile cha uzima. Niliona kwamba kutoka kifuani mwa malaika hawa wa kanisa, pumzi ilibubujika kama upepo unaovuma katika makanisa yote. Nilikuwa katika makanisa kadhaa kwa wakati mmoja. Hii ilikuwa kweli harakati ya Bwana ambaye anaweza kuwa kila mahali kwa wakati mmoja. Nilikuwa katika makanisa mengi ambapo niliona kila mmoja wa malaika aliyeapa juu ya kitabu cha uzima, na malaika hawa ambao ni walinzi wa makanisa walikuwa wakitoa dhoruba kali ya upepo juu ya watoto wa Mungu. Niliporudi kwenye ukumbi mbele ya kiti cha enzi cha hukumu, Bwana aliniambia, dhoruba ya upepo ambayo malaika walikuwa wanaachilia ni ili andiko litimie, Waebrania 1:7, kwa habari ya malaika asema, yeye wafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa miali ya moto. Kusudi la walinzi wa malaika wa kanisa katika nyakati za mwisho ni kuachilia dhoruba hii ya upepo. Kanisa linatakiwa kupokea upepo mpya utakaotayarisha kwa ajili ya unyakuo, na upepo huu mpya ni uamsho wa nyakati za mwisho. Lengo la dhoruba hii ya upepo ambayo ni uamsho ni kuandaa kanisa. Malaika hawa walinzi wa kanisa walikuwa wakiachilia roho ya uamsho katika makanisa mbalimbali. Wakati huo katika ukumbi wa hukumu, niliona malaika wasiohesabika wakijipanga. Walikuwa wakijipanga kukaa tayari katika mpangilio. Malaika hawa walikuwa na kiongozi, lakini Bwana hakuniambia jina lake. Nilidhani anaweza kuwa malaika mkuu Mikaeli. Malaika hawa walipangwa kwa utaratibu. Kisha malaika mkuu
akachukua tarumbeta ili apulize. Akaiweka mdomoni ili isikike. Kwa hakika alikuwa akimtazama Bwana, kumtarajia Bwana ampe kibali, lakini Bwana hakufanya hivyo. Bwana akaniambia, kila kitu kiko tayari na malaika wangu ananitazama ili nimpe ishara ya kupiga tarumbeta. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16 hadi 17 inasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tunao salia watanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana mawinguni, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Mbele ya yule malaika mkuu kulikuwa na malaika wasiohesabika ambao walikuwa wamepangwa kwa njia nzuri katika ukumbi wa hukumu. Nilipoona utaratibu huu, nikagundua kuwa askari wetu wa kidunia hawajui kujipanga vizuri. Sijawahi kuona utaratibu wa namna hii. Malaika walikuwa katika mpangilio wakisimama ardhini na angani. Nilikuwa nikistaajabia utaratibu wa mpangilio wao na sare zao. Kwanza kabisa walikuwa wazuri katika uzuri uliokithiri na utukufu. Walikuwa wakamilifu na ilikuwa ya kusisimua sana. Bwana Yesu akasema, utakaporudi duniani utaliletea kanisa langu kifungu hiki cha Biblia, katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1. Baada ya hapo nikaona, na tazama, mlango umefunguliwa mbinguni, na sauti ya kwanza niliyoisikia ilikuwa kama sauti yake. Walikuwa na tarumbeta wakizungumza nami, iliyosema, njoo huku nami nitakuonyesha mambo ambayo inapaswa kuwa baada ya hapo. Bwana alisema, hizi ndizo mistari mitatu ili kunaswa katika unyakuo. Kwanza, mnapaswa kumwona yeye aketie juu ya kiti cha enzi. Bwana alianza kueleza na kusema, kiti cha enzi kiko karibu nawe kuliko unavyofikiri. Watu wangu, mbingu haziko mbali nanyi. Mbingu ina masharti matatu, lakini wanadamu wamependelea njia za mkato na njia za kugeuza. Sharti la kwanza ni mlango. Nilipokuwa duniani nilisema, mimi ndimi lango la zizi la kondoo. Yohana 10:7. Mnapaswa kuingia kupitia kwangu kwa uongofu mnaponiamini mimi. Hali ya pili ni sauti ya baragumu. Je, tarumbeta inasikika kwa sauti kubwa? Kisha Bwana akanieleza siri kuhusu sauti ya tarumbeta. Bwana akasema, kuna vipengele vitatu: sauti, mlio na tarumbeta. Bwana akasema, sauti ni mtu. Sauti ni kiongozi ambaye nimeanzisha katika kanisa la mahali. Sauti ni kiongozi wa kikanisa na watu niliowaanzisha. Watu lazima waelewe kwamba watu wa Mungu walioteuliwa na Bwana ni sauti. Wao ni njia ya mbinguni, lakini sauti lazima isikie sauti hiyo. Bwana alisema, sauti ni ujumbe wa nyakati za mwisho, na baragumu ni chombo kinachotumika kufikisha ujumbe. Tarumbeta ndiyo njia inayotumika kufikisha ujumbe. Bwana alisema, mwanadamu ni sauti inayopaswa kutoa sauti ambayo ni ujumbe kwa kutumia tarumbeta ambayo ni unabii. Njia ya uwasilishaji wa ujumbe lazima iwe ya kinabii. Huu ndio mtindo wa mhubiri wa nyakati za mwisho
ambao nimetumia katika kanisa langu. Ndugu zangu wapendwa, tuhakikishe viongozi wetu wanatuletea ujumbe wa kinabii, maana tarumbeta ndiyo nabii. Hii ni sauti katika sauti ya tarumbeta. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 3 inasema, heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo. Endelea kutembea moja kwa moja kwenye njia nyembamba iliyosonga. Usikate tamaa na maisha ya utakatifu. Ni mahali pasipo na doa, patakatifu, pasipo na mikunjo. Anayeenda katika unyakuo yeye apitaye huko. Na sasa nitakueleza kuhusu ziwa la moto, uchungu wa kifo na piramidi kwenye mswada wa dola. Hili ni tukio lisiloweza kusahaulika ambalo haliaminiki, lakini ni la kweli. Bwana Yesu amenijalia kuonja mauti ili kuwajulisha walio hai juu ya ukweli wa maisha baada ya kifo. Nilipokuwa na uzoefu huu wa kimungu, nilijikuta mbele ya njia panda ambapo roho za marehemu zilikuwa zikitoka pande 4 za dunia. Ndugu yangu, wafu walikuwa wanakuja kwa maelfu kila dakika, kwa maana wengi ni watu wanaokufa duniani katika dhambi. Nilipofika mahali hapa, malaika wa akhera akaniuliza, mwanadamu, ulizaliwaje? Nilijibu, nilizaliwa kutokana na muungano wa baba yangu na mama yangu. Walinijibu, kwa kuwa umezaliwa kutokana na muungano wa baba yako na mama yako, umelaaniwa. Hakuna awezaye kuona ufalme wa Mungu isipokuwa amezaliwa mara ya pili. Tuliporudi kwenye barabara kuu ya taifa, niliona roho za kifo zikiwachoma madereva wa pikipiki na madereva wa magari. Mara tu dereva wa pikipiki alipodungwa na uchungu wa kifo, wakawa wazembe, wadhaifu na wasiodhibiti namna ya kuendesha. Walikuwa wakikanyaga hata viongeza kasi na kuongeza mwendo. Malaika akasema, hii ni kazi ya adui wa uzima. Hivi ndivyo wanavyofanya kusababisha ajali na vifo. Kusudi la shetani ni kwamba watu wafe kabla ya wakati. Kufa kabla ya wakati ni kufa kabla ya kumpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Nilikuwa na wasiwasi, kwa maana nilikuwa nadhani shetani anawashambulia watu wa Mungu tu, lakini nimejifunza kwamba hata wasioamini ni walengwa. Wakati mtu ni kafiri, lengo la shetani ni kuhakikisha kwamba mtu huyo anakufa kabla ya kumjua Bwana Yesu Kristo, kwa maana ndani ya Yesu kuna ulinzi wa Mungu. Tunazungumza juu ya mapepo, maadui wa wanadamu. Kusudi lao ni kuwazuia wanadamu kuingia kwenye utukufu wa mbinguni. Wanafanya kazi ya kuwafanya wanadamu wafe katika dhambi ili wajiunge nao katika ziara ile ya kwenda kwenye ziwa la moto. Kila mtu anapochomwa kwa uchungu wa kifo, kusukumwa na vitendo visivyo na udhibiti kama vile vurugu, ufisadi na kadhalika, kama vile mtu ambaye amepoteza kumbukumbu, hangeelewa kwamba kitendo chake kilifanywa kwa hila na kusababisha kifo. Siku moja nakumbuka kulikuwa na mazishi nyumbani kwa jirani yangu, na niliamua kuhudhuria ili kuwafariji. Nilimsaidia jirani yangu na kuwaunga mkono. Nilishindwa kutambua kuwa roho ya kifo ilikuwa kwenye mazishi ili kutoa uchungu wa kifo kutoka kwa mwili wa muasiliwa na kuchagua muasiliwa mwingine ili kumchoma.
Baada ya kuhudhuria mazishi, nilirudi nyumbani usiku sana kulala. Dakika chache baada ya kulala, nilisikia sauti ya Bwana ikisema nami, "Musa, amka, unashambuliwa." Niliposimama kutoka kitandani, ni kweli roho yangu ilisimama kutoka kwenye mwili wangu. Nilimwona marehemu mwanamke ambaye nilimwacha kwenye jeneza kwenye mazishi kule. Alikuja na mapepo na walikuwa pale kwenye boma langu. Kiukweli haya mashetani yalileta roho ya marehemu mwanamke kunichoma kisu na kuingia ndani ya mwili wangu ili yale yaliyompelekea kifo yanitokee. Niligundua kuwa jirani yangu aliyekufa alikuwa amevaa nguo nyekundu. Alipotua chumbani kwangu na mapepo haya, aliagizwa kuvua nguo na haya mapepo yaliyokuwa yakimtawala, kwa maana roho za wanadamu siku hizi zinatumiwa na adui katika wakati huu wa mwisho. Marehemu mwanamke alikuja kwangu ili aingie ndani ya mwili wangu, lakini mwili wake ulikuwa kwenye jeneza. Ilikuwa ni siri kwangu kwa sababu alikuwa chumbani kwangu akiongea na kusogea, bado mwili wake ulikuwa kwenye jeneza. Niligundua kwamba roho waovu wanaojulikana wanaweza kujificha na kujifanya kuwa wanadamu. Wanaweza kugushi sauti au picha ya mtu aliyekufa. Lakini pia nilikuja kuelewa kwamba wavunaji mapepo wanaweza kulazimisha roho za wanadamu kuwashambulia au kuwaingiza watu walio hai ili kutekeleza mipango yao ya kishetani. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari wa 31 kinasema, "Msiwaangalie wenye pepo wala msiwatafute wachawi ili kutiwa unajisi nao. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu." Nguvu hizi zilikuwa chumbani kwangu wakati ghafla Bwana aliniamsha na nikaziona. Bwana alinichukua na nikaanza kuruka angani kwa kasi kubwa. Nilipotazama nyuma nikaona wananifuata. Nilikuwa nikiruka kwa kasi kubwa kiasi kwamba walikata tamaa ya kuruka kunifuata. Marehemu mwanamke alirudi chumbani kwangu kuchukua nguo zake na kisha wakarudi msibani ili kumchoma kisu mhanga wao mwingine. Nilipoamka kutoka usingizini, nilikumbuka neno la Bwana katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 60 ambao unaeleza kwamba waache wafu wazike wafu wenzao. Hatutakiwi kuhudhuria mazishi yote, hasa ya makafiri, maana ikitokea wamekufa kwa sababu ya kuumwa na kifo, mvunaji wa pepo angekuja kuondoa ugonjwa wake kwenye mwili wa muasiliwa ili kumchoma kisu mwingine. Kisha malaika wa Bwana akanipeleka kwenye chumba cha kuhifadhia maiti ili kunionyesha kazi ya wavunaji hao pepo. Tulipofika katika chumba cha kuhifadhia maiti, niliona safu nyingi zikiwa na maiti, na zaidi ya maiti hizi kwenye zile safu niliona roho za wafu. Walikuwa wakining'inia karibu na miili yao na walitakiwa kuifuata miili yao hadi siku ya mazishi. Ninaweza kuelezea roho hizi za hao wafu kama vile blue, rangi ya blue. Wanaonekana kama mapovu ambayo watoto huyachezea na yanaonekana kunyumbulika. Nafsi hizi za marehemu zilikuwa bado hazijaenda kwenye makazi yao ya wafu. Malaika akaniambia, nafsi hizi za watu waliokufa katika dhambi zao wanasubiri mazishi yao na wanatakiwa kuifuata miili yao popote inapopelekwa hadi itakapozikwa.
Hata hivyo, tukiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti, niliona madaktari ambao walikuwa wachawi. Mmoja wao alifanya maombi ya kichawi na kuzileta baadhi ya roho hizi na kuziunganisha katika mwili wake ili kutumia uwezo na akili zao. Daktari wa uchawi anaweza kukamata roho za waasiriwa 5 ili kuongeza uwezo wake wa matibabu na pia uaminifu wake. Pia niliona wavunaji wakiteka roho hizi na kuzitambulisha kwa miili ya watu. Malaika alinifunulia kwamba waathiriwa wa uchawi hukamatwa na madaktari hospitalini na kwamba madaktari wengi wako kwenye uchawi. Wakati wowote watu wanapofika hospitalini wakiwa na ugonjwa wa asili ya ajabu, madaktari hawajisumbui kwa sababu matibabu hayangeweza kufanya chochote kuwaponya. Kisha malaika akaniambia, katika sheria yako, maandiko matakatifu, imeandikwa kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa na roho ya Eliya na Yesu alikuwa na roho ya Musa, na Shetani ameiga mfumo huo. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 18 inasema, nami nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao kama wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Ndugu zangu wapendwa, nataka kufungua mabano. Siku moja nilikuwa nikihudhuria ibada ya maombi. Mara moja Bwana akanisafirisha roho yangu mahali paitwapo semina ya Mungu. Niliambiwa kwamba wakati wowote mtoto atazaliwa, Bwana atamleta mahali hapa panapoitwa karakana ya Mungu ili kumpa sura. Nilifanywa kujua kwamba roho za wanadamu ambazo zingezaliwa ziliumbwa na kujengwa kulingana na umbo na kielelezo cha wazee wa ukoo wa Ibrania na mashujaa wa Agano la Kale kama vile Musa, Eliya, Daudi, Danieli, Yosefu. Kwa kuwa watu hawa hawafanyi kazi tena duniani, Bwana anataka watumishi wake wanaopaswa kuzaliwa waendeleze kile ambacho wameanzisha. Nitachukua muda kuzungumzia ufunuo huu na nitaeleza kipengele na maelezo ya kina kuhusu hilo wakati mwingine. Mara Bwana Mungu akaweka mkono wake begani mwangu na akaniambia, ulizaliwa na kusudi. Ninapokutazama naiona roho ya Yeremia ndani yako. Unafanana naye kabisa. Ulichaguliwa kama yeye kabla hujazaliwa. Nimekuweka ili uyaone yajayo, ili uwe shahidi. Utaona kitakachotokea mwisho wa dunia, ili uwe shahidi wa wakati wa mwisho. Utaona mwisho wa kila kitu. Vivyo hivyo ulimwengu wa giza wa Shetani unakamata roho za watu ambao ni wazinzi, wauaji na wachawi, na wataingiza roho zao katika mwili wa wasio na hatia ili waweze kuwashawishi wasio na hatia katika uasherati, uchawi na uuaji. Roho za wafu ni muhimu kwa adui. Ndio maana walitumia roho ya marehemu mwanamke kujaribu kuingia kwenye mwili wangu. Na hapa nitaeleza kidogo kuhusu siri ya pyramids za kule Misri. Kisha malaika wa Bwana alinishika mkono na tukapanda ndege haraka hadi Misri ya kale. Tulitua karibu na piramidi nyingi na malaika akaashiria mojawapo na tukaingia ndani ya piramidi hiyo. Hatukuhitaji lango ili tuweze kuingia. Malaika akaniambia, nataka kukuonesha kipengele cha kifo. Unapaswa kuona shirika la adui wa uzima ambalo linasababisha watu wengi kufa na kwenda kuzimu.
Ndani ya piramidi niliona maiti nyingi za mafarao wa kale. Walitiwa mumi katika miili yao. Hawakuoza na hawakurudi ardhini. Malaika akasema, tuko katika Misri ya kale, na ni hapa ambapo uhuni ulianza. Malaika akaniambia, je, unaona kile wa Misri wa kale wamefanya na wafalme wao? Walizikwa pamoja na miili ya wafalme wao. Hii ni aina ya uchawi unaoitwa necromancy, maombi ya wafu. Walitaka kulidharau neno la Mungu linalosema katika Mwanzo 3:19, kwa maana wewe ni mavumbi, nawe utarudi mavumbini. Hivyo waliwahifadhi mafarao ili miili yao isirudi mavumbini. Maadamu miili yao hairudi mavumbini, kulikuwa na uwezekano wa kuwaita na kugusana nao. Malaika alieleza kuwa mafarao walizikwa kwenye piramidi wakiwa na watumwa wengi, na miili yao ilitiwa mumi ili nchi ya Misri ipate kuwasiliana na roho zao zinazokaa katika ardhi badala ya kwenda kwenye makazi ya wafu. Miili yao ilizuiwa kurudi mavumbini kwa kuangamizwa kinyume na agizo la Bwana. Kwa njia hiyo, roho za farao zitabaki katika uso wa dunia, kwa maana mara miili itakapozikwa, nafsi zao hazingeweza kukaa juu ya uso wa dunia. Malaika alieleza kwamba kunyamazishwa kwa mafarao kunaziwezesha roho zao kutangatanga katika nchi ya Misri badala ya kwenda kwenye makao ya wafu. Kwa njia hiyo, waliitwa na watu katika mazoezi ya necromancy. Ni katika Misri ya kale kwamba necromancy ilianza. Watu walikuwa wakiwaita mafarao kwa kuwa roho zao zilikuwa zikifanya kazi juu ya uso wa dunia hata baada ya vifo vyao. Malaika alinyoshia kidole mwili wa farao mmoja na kusema, kwa kuwa mwili wa farao haukurudi ardhini, bado anafanya kazi katika ulimwengu wa sasa kama roho ya mwanadamu. Kitabu cha Isaya sura ya 19 mstari wa 1 kinasema, mzigo wa Misri, tazama Bwana amepanda juu ya wingu mwepesi, naye anaingia Misri, na sanamu za Misri zitatikisika mbele zake, na moyo wa Misri utayeyuka ndani yake. Kwa vile roho za mafarao zilikuwa zikifanya kazi na kuzunguka duniani miaka mingi baada ya kifo, Bwana alikuwa anakuja kuzikamata roho zao ili kuzisafirisha hadi kwenye makao ya wafu. Bwana amepanda juu ya wingu jepesi. Anakuja Misri. Sanamu za Misri zitatetemeka mbele zake. Maadamu miili ya mafarao ilikuwa imezimishwa, roho zao hazingeenda kwenye makazi ya wafu. Watatangatanga duniani. Hivyo Mungu alikuwa anakuja Misri kuzikamata roho za farao na kuwaongoza kwenye makao ya wafu. Malaika wa Bwana alinieleza kwamba wavunaji mapepo, roho za mauti, wameifanya nchi ya Amerika kuingia katika agano na Misri ya kale. Matokeo yake, wasomi wa Amerika walikuwa wameweka piramidi kwenye mswada wa dola. Maneno ya Kilatini yanayozungumzia piramidi katika hati ya dola yanafichua Vatican kama sehemu ya agano hili. Kwa kweli, hii ni aina ya uchawi inayoitwa Trimosti. Ni uchawi wa pembe tatu ambao huenda kutoka Misri hadi Vatican na Amerika. Niliona kwamba hati ya dola ilikuwa na rangi ya kijani, na malaika akasema,
ni rangi ya ushawishi, na neno dola limetolewa kutoka kwa neno bonde. Kuwepo kwa piramidi katika mswada wa dola ni mkakati ambao wasomi wa Marekani wametia saini ili kumiliki leseni ya kuchukua kutoka Misri ya kale, ambayo ilikuwa nguvu kubwa katika nyakati za kale. Malaika akaniambia, "Je, unajua madhumuni ya mapatano haya kati ya Marekani na Misri ya kale?" Kwa upande mmoja, Amerika ilitakiwa kuwa nguvu kuu kama Misri ya kale. Kwa upande mwingine, Farao alipaswa kutawala kutoka Marekani. Malaika akasema, jeshi la Farao lilipokuwa likifuata wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, walizama katika bahari hiyo. Farao alipoteza jeshi lake na akawa na uchungu na hasira dhidi ya Mungu wa Israeli. Huu ulikuwa mwanzo wa hasira ya Farao dhidi ya Mungu wa Israeli na wana wa Israeli. Mafarao waliendelea kujifunza mbinu na siri nyuma ya ibada hizo. Malaika wa Bwana alinifunulia kwamba Farao alipopoteza jeshi lake katika bahari ya Shamu, aliapa kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Mungu, na alipokufa mwili wake ukachunwa na roho yake ikaenda kupigana na wana wa Israeli na Mungu wa Israeli. Malaika wa Bwana aliniambia, roho za Farao zilikwenda vitani dhidi ya wana wa Israeli, na wakati wasomi wa Marekani walikuwa wametia saini mkataba na miungu ya Misri ya kale, roho za Farao wa kale zinazofanya kazi kuzunguka dunia ziliingizwa katika mswada wa dola ya Marekani kupitia piramidi na jicho la Horus. Hivi ndivyo vita vya mafarao dhidi ya Israeli wa kiroho, ambalo ni kanisa lililoanza kwa kushindwa kwa jeshi la Farao katika bahari ya Shamu. Mafarao wako katika vita vya kiroho dhidi ya wafuasi wa Mungu wa Israeli. Popote ambapo noti ya dola inasambazwa, imebeba nguvu za mafarao wa kale dhidi ya wana wa Mungu wa Israeli. Wamisri wa kale waliwazika mafarao wao ili roho za mafarao ziwafuate wana wa Israeli na kupigana nao. Ulimwengu wa giza ulifanya Marekani kuingia katika agano na Misri ya kale kwa njia ya uchawi, ili roho za mafarao waliohifadhiwa waliokuwa wakipigana na wana wa Israeli zikae katika hati ya dola na Vatikani na kuendeleza vita dhidi ya taifa la Israeli na kanisa la Yesu. Kuna maneno ya Kilatini kwenye noti ya dola ya Marekani. Yameandikwa Anoit Coptis. Inamaanisha anapendelea ahadi yetu, na Novus Ordo Seclorum inamaanisha mpangilio mpya wa enzi. Maneno haya ya Kilatini ni kiungo kisichoonekana cha Vatican. Kwa hiyo tunapaswa kuwa makini na fedha. Kuna nguvu kwenye pesa, hasa noti ya dola. Pesa haipaswi kuwa kitovu cha mafundisho yetu. Tutaishia hapo kwa leo. Tafadhali usikose mwendelezo. Usikose kufuatilia mwendelezo wa ushuhuda huu wa kweli kabisa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushikwa huko nchini Kongo. Mimi msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Mhariri wa sauti kwenye ushuhuda huu ni Eric Audax. Lakini kumbuka, unaweza ukapata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda nyingine katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Unaweza ukaifuatilia pia Promova TV kwenye Facebook, Instagram, TikTok pamoja na Thread. Hakikisha una follow, lakini pia ukipata
kwenye YouTube, hakikisha una subscribe na pia una like na kusambaza shuhuda zetu kwa wengine wengi kadri uwezavyo. Utabarikiwa sana. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukatutafuta iwapo una ushuhuda ungependa kushuhudia, iwapo una maswali, una maoni, mapendekezo, ushauri, ama unahitaji msaada wa kiroho, ama pengine unahitaji kutoa sadaka yako ili kuchangia kuwezesha kipindi hiki cha ushuhuda. Karibu sana. Tumia nambari hizi: kujumlisha 255 766 294335. Namba nyingine ni kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa kufuatilia, na tafadhali tukutane kwenye mwendelezo. Tukutane kwenye sehemu inayofuata. Asante kwa leo. Promova TV, a home of testimonies.